Miongoni mwa vitu ambavyo mashabiki wa klabu ya Young Africans walikuwa wanatamani na kutaka kusikia, je, kocha wao kwa maana Pedro Goncalves analipi ambalo anaweza kalisema kuhusiana kile ambacho amekiona kwenye mchezo wao dhidi ya Mtibwa Sugar. Isivyo bahati ni kwamba wakati Young Africans wanacheza ule mchezo siku iliyofuata, mambo hayakuwa vizuri kwenye nchi yetu. Nadhani wote tunajua nini ambacho kilitokea. Kwa hiyo tulishindwa kuweza kupata tathmini na maoni yake kocha huyo Goncalves. Sasa hapa nipo na kile ambacho yeye alikizungumza kwenye moja sehemu ambazo huwa tunapata taarifa kwake yeye kuhusiana na timu yake ya Young Africans, hasa katika kuelekea kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League. Mara baada ya mpira kumalizika dhidi ya Mtibwa Sugar, lugha ambayo ilikuwa inaongelewa katika benchi la Young Africans ilikuwa ni ngumu kungamua, japo sura zilionyesha tabasamu. Kumbe pale kilikuwa kinaongelewa Kireno, ikionyesha kuwa kocha mkuu wa Young Africans Pedro Goncalves amepagawa na mabao ya timu yake. Ilibidi kocha msaidizi Felipe Pedro ajaribu kutafsiri kwa sababu anauelewa wa lugha ya Kiingereza kidogo. Kocha huyo aliongelea juu ya mabao ya kiufundi yaliyofungwa na uchezaji wa timu yake kwa ujumla. Alisema hivi: mara yake ya kwanza kukaa katika benchi la Young Africans, anaamini ana wachezaji wazuri na wana kitu katika miguu yao kitakachoifanya Young Africans kufanya vizuri. Alisema pamoja na kutoridhishwa na kiwango cha wachezaji katika mchezo huo, lakini alipenda wanavyocheza, hivyo ni jukumu lake kama kocha kufanyia kazi. Hajapenda kiujumla Young Africans wanavyocheza, lakini anaamini kwamba ni jukumu lake kuwafanya wacheze vile ambavyo yeye anataka wacheze. Na nukuu kile ambacho wamekisema: wachezaji mmoja mmoja wana kitu, cha msingi ni kuongeza stamina na kasi wawapo uwanjani. Nafikiri hilo ni jukumu langu kama kocha. Kiujumla, kama siku ya kwanza, ushindi ndio kila kitu kitatuingiza mchezoni kama kocha. Hivyo ameshukuru mashabiki kwa kumpokea, akizungumza kwamba mabao ambao wamefungwa katika mchezo huo ni fantastic, akimaanisha ni mabao bora sana. Alisema kwamba ukisikia mchezaji kaibeba timu, ndio hivi walivyofanya wafungaji wa mabao ya Young Africans. Mabao ya Young Africans yalifungwa na Mohamed Hussein Zimbwe na Celestine Ekua aliyefunga bao la pili. Aidha kocha huyo hakuficha hisia zake kwa beki wa kushoto kwa maana Shabalala kwa jinsi alivyocheza. Na nukuu kile ambacho alikisema: ni mchezaji bora sana, anajua majukumu yake ndani ya uwanja na amevutiwa naye, akimtaka kuendelea kucheza kwa ubora huo kila mechi. Alisema hivyo. Hata hivyo aliwapongeza waandaaji wa tuzo ya mchezaji bora wa mechi, kwani walikuwa wamefanya kitu cha maana kabisa kumpa Mohamed Hussein Zimbwe Shabalala. Hivi unaweza ukasema kwamba Shedraki Isaka Boka tayari ameshajikanyaga. Pengine labda inaweza kando mwisho wake katika kikosi cha Young Africans. Na wala si ajabu kwa sababu wachezaji wengi pia walipitia hiki ambacho anaweza kwenda kukipitia Shedraki Isaka Boka. Na kukumbusha Asante Kwasi alitua katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Wakati huo Shabalala alikuwa injury. Shabalala alipopona mechi yake ya kwanza, ya pili, ya tatu, ndio ikawa forever. Mwisho wa siku Asante Kwasi akaondoka katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Na baadaye akaja Gadiel Michael. Alimkuta pia Shabalala akiwa ana fatigue kwa maana amecheza mechi nyingi sana. Alicheza kwa mechi kadhaa 2-3, lakini baadaye Mohamed Hussein Zimbwe alipopata nafasi mechi yake ya kwanza tu alifunga goli, ya pili, ya tatu, ya nne, forever. Naye Gadiel Michael akaondoka katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Safari hii Shedraki Isaka Boka, ile fatiki alikuwa nao Shabalala akapata nafasi, kafunga goli, kamuinua kwenye kiti Pedro Goncalves. Unaiona nafasi ya Shabalala? Dondosha komenti yako hapo chini. Lakini sisi ambao
tulikuwa pale uwanjani katika dimba la KMC, kuna maneno tulikuwa tukiasikia ya mashabiki wa Young Africans walikuwa wakiazungumza. Story ilikuwa hivi: uzee mwisho Msimbazi. Na huo ndio msemo ambao ulikuwa ukitawala majukwani pale katika dimba la KMC Complex, ambako mashabiki wa Young Africans walikuwa wakiwananga Simba kutokana na kiwango ambacho kimeonyeshwa na beki wa kushoto Mohamed Hussein Zimbwe kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC Premier League dhidi ya Mtibwa Sugar. Young Africans ilifanikiwa kuondoka na ushindi wa mabao 2-0, huku Mohamed Hussein akiondoka na tuzo ya mchezaji bora wa mechi hiyo. Shabalala ni kama alikuwa anatuma ujumbe maalum kwa baadhi ya mashabiki wa Simba waliokuwa wakimshambulia kwa kukosa nafasi mbele ya Shedrack Sakaboka Mayday. Itakumbukwa namna ambavyo walikuwa wakisambaza picha mtandaoni zilizokuwa zikimuonyesha Zimbwe akiwa ameshika tama kwenye benchi la Young Africans, lakini mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar umewaziba midomo. Zimbwe Junior water control alikuwa kwenye kiwango bora sana kwenye mchezo huo, ambapo alifanikiwa kufunga bao akiwa nje ya yadi 18 kwa shuti kali la mguu wake wa kushoto, akitumia pasi vyema iliyotoka kwa Duke Abuya. Kipa wa Mtibwa Sugar maarufu kwa jina la Costa hakuwa na la kufanya zaidi ya kuusindikiza kwa macho mpira huo ukielekea wavuni. Kwenye mchezo huo ni kama Young Africans walikuwa wanafanya majaribio ya kufunga mabao ya mbali, kwani hata bao la pili lilofungwa na Celestine Ekua Duduwasha na lenyewe lilifungwa fataki kali kutoka nje ya mita 18. Baada ya kuisha kwa mchezo, Shabalala aliwashukuru mashabiki wa Young Africans kwa ushirikiano ambao anapata tangu awasili kwenye kikosi hicho, akituma kipande cha video kinachomuonyesha akishika tuzo ya mchezaji bora wa mechi. Wananchi, tuzo hii tumebeba na alama 3 tumechukua, lakini zaidi ya yote napenda kuwashukuru kwa upendo mnaonipa, alisema hivyo Shabalala. Na nahodha msaidizi wa Young Africans, kwa maana kocha msaidizi wa Young Africans Patrick Mabedi, raia wa Malawi, amesema kwamba amefurahishwa na kiwango ambacho kimeonyeshwa na wachezaji, huku akisifu namna ambavyo walisimama kila wakati ambapo yeye alikuwa akifundisha. Amesema hivi: tulikuwa na mchezo mzuri kwa sababu wachezaji walisimamia mbinu tulizowapa kwenye uwanja mazoezi, lakini bado tuna kazi kubwa mbeleni. Kipindi cha kwanza cha mchezo tulitengeneza nafasi nyingi za mabao ambazo hazikutumika vyema, lakini hilo ni swala la kwenda kujitathmini upya kwenye uwanja mazoezi. Kocha huyo pia alieleza kuwa pamoja na ratiba kuwa ngumu ya kucheza mechi mfululizo, lakini hawatakiwi kutumia kama sababu ya kukosa mwendelezo bora. Ni kweli tumecheza mfululizo, lakini kwetu haiwezi kuwa kikwazo, kwani Young Africans ni timu kubwa na mechi zetu zimekuwa tukicheza katika namna ya kuhifadhi nguvu kwa ajili ya michezo mengine. Patrick Mabedi, huyu ni kocha msaidizi namba 2 wa klabu ya Young Africans, huku kocha mkuu akiwa ni Pedro Goncalves kutoka huko nchini Ureno, na kocha msaidizi ni Felipe Pedro kutoka huko nchini Ureno. Hivi ndivyo ambavyo imekuwa. Shedrack Isaka Boka, labda kama kuna kitabu cha kujifunza kusoma, basi ni kile ambacho kuangalia tu pale ambapo kuna madhaifu ya Shabalala, wewe uyafanyie kazi, lakini pale ambapo kuna ubora wako, basi wewe ufanye kazi. Lakini kwa hiki ambacho kimetokea na kwa kocha huyu, sijui, labda kuna nafasi nyingine, lakini wewe una nafasi ya kudondosha komenti yako hapo chini. Je, ni wakati wa Shabalala kuchukua nafasi, ama je unaiona bado nafasi ya Shedrack Sakaboka ipo? Mimi naitwa Yusuf Katalambula, the voice of miracles. Asante kwa wote ambao tayari mmesha subscribe Off Pitch TV, lakini wale ambao mnatangaza biashara zenu na Off Pitch TV, nyie mmekuwa watu bora sana. Lakini na wewe ambaye unataka nafasi hiyo, basi tucheki kwa namba ambayo unaiona hapo chini ili mambo yaende mukide. Bye bye mpaka wakati mwingine tena. Dr. Ibaya Ibaya, mtaalamu wa tiba asilia ya mifupa ya binadamu. Je, unasumbuliwa na mifupa iliyovunjika kutokana na ajali au maumivu ya viungo? Basi
Karibu Mkerewe Clinic, tiba asili ya mifupa. Huduma zetu: kuunga mifupa iliyovunjika, kutibu maumivu ya viungo na huduma za ushauri wa afya ya mifupa. Pia ipo huduma ya kupokea wagonjwa na kulaza kwenye mazingira yaliyokuwa bora na salama. Je, na wewe unataka kupata tiba hizi? Basi wasiliana nasi kwa namba za simu ya 0757 648827 au 0741 467138. Dr. Ibaya A. Ibaya. Utaalamu, uaminifu na huduma bora kwa afya yako.